Bwana Yesu asifiwe. Mungu akubariki kwa kufungua channel yangu ya YouTube. Mungu akubariki kwa kuendelea kufuatilia mafundisho ambayo ninaposti kwenye channel yangu ya YouTube. Na leo tutakwenda kujifunza kichwa cha ujumbe unasema watu walipolala. Roho Mtakatifu akakuhudumia kwenye mafundisho haya. Mafundisho haya yakafanyike msaada kwako katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Yesu alikuwa anatoa mfano kama ufalme wa Mungu unafanana na mtu aliyepanda mbegu njema kwenye konde, aliyepanda mbegu njema. Lakini watu walipolala, adui akaja akapanda magugu. Watu walipolala. Sasa inamaanisha nini watu walipolala? Tunaposoma kwenye Mathayo 13:24, ndipo ambapo mfano huu Yesu anajaribu kutoa mfano huu, Mathayo 13:34, kwamba watu walipolala adui akaja akapanda magugu. Sasa tunajifunza nini? Kwamba adui halali anatumia kila fursa anayoipata. Kwa watu walipolala, tafsiri nyingine kwamba watu walipojisahau, watu walipoacha kuomba, watu walipoacha kusoma neno na kutafakari neno, watu walipojisahau, na ndivyo ambavyo adui alipata nafasi ya kupanda uharibifu. Yesu akamwambia kwenye Mathayo 26:1 kwamba kesheni muombe msije mkaingia majaribuni. Na ninaposema habari ya kesha, maana yake kutojisahau. Kwa maandiko yanasema kwamba mbegu njema zilipandwa kwenye konde, lakini watu walipolala, watu walipojisahau, adui akapanda magugu. Na baada ya magugu kuota, watu wakauliza, Bwana, tukupanda mbegu njema, sasa ya magugu yametokea wapi? Sasa watu walipolala, adui alipata nafasi ya kupanda magugu. Na ndicho ambacho adui anachofanya wakati mwingine hata kwenye maisha yetu. Tunapojisahau ndipo ambapo anapanda uharibifu kwenye maisha yetu. Tunapojisahau ndipo ambapo anafanikiwa kufanya kazi zake kiurahisi. Na ndio maana tunatakiwa kuomba bila kukoma. Tunatakiwa kusoma neno la Mungu na kutafakari neno la Mungu siku zote. Neno la Kristo linatakiwa kukaa kwa wingi ndani yetu. Walipolala, walipojisahau, tafsiri nyingine ni kwamba walipojisahau, na ndipo ambapo adui alipata nafasi ya kufanya uharibifu, ya kupanda uharibifu. Tunapojisahau kwenye maombi, tunapojisahau tunaacha kusoma neno la Mungu na kutafakari neno, na ndivyo ambapo adui anapata nafasi ya kufanya uharibifu. Kumbuka maandiko kwenye Petro yanasema kwamba anaunguruma akitafuta, nazunguka huku na huko akitafuta mtu wa kumeza. Adui anatumia kila nafasi, hana muda wa kupoteza, anatumia kila nafasi. Kwa lazima tusijisahau, tudumu katika maombi, tudumu katika kusoma neno la Mungu na kutafakari neno la Mungu. Neno la Kristo na likae kwa wingi ndani yetu, ili kusiwe na nafasi ya adui kupanda uharibifu kwenye maisha yetu. Kumbuka Yesu alikuwa anatolea mfano kwamba pepo anapomtoka mtu huwa anaenda na zunguka, lakini baada ya kuzunguka anarudi tena kuja kuangalia. Akikuta kwamba bado kunaingilika, akikuta kwamba bado neno halijakaa ndani yake, bado neno halijachukua nafasi, haingii, anaenda kutafuta wenzake walio ovu zaidi. Ndipo hali ya huyo mtu itakuwa mbaya zaidi kuliko ile hali ya kwanza. Watu walipolala, tunahitaji kudumu katika maombi. Tusiache kuomba, tusiache kusoma neno la Mungu na kutafakari neno la Mungu. Tusiache kusanyika kwenye ibada kama ilivyo desturi ya watakatifu. Watu walipolala, adui alipata nafasi ya kupanda uharibifu, ya kupanda magugu. Tunatakiwa tuwe macho siku zote kiroho. Hatuhitaji kujisahau. Watu walipolala, adui akapanda magugu. Adui anatumia kila fursa, anakuwinda usiku na mchana. Dumu katika maombi, dumu katika kusoma neno la Mungu na kutafakari, na ndivyo ambavyo adui hatapata nafasi
ya kupanda uharibifu ndani yako. Neno la Kristo na likae kwa wingi ndani yako katika hekima yote na maarifa, na ndivyo ambavyo utaishi maisha ya ushindi, kwa kushindi siku zote. Na neema ya Mungu iwe juu yako. Mungu wa Roho Mtakatifu akuwezeshe kuomba bila kukoma katika jina la Yesu. Kila mpango wa adui wa kukupubiza kupita kawaida, huo mpango na uharibike katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Shauku ya kuomba isitoweke ndani yako, kiu ya kuomba isitoweke ndani yako, shauku ya kujifunza kusoma neno la Mungu na kutafakari na isiondoke ndani yako katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Adui asipate nafasi ya kupanda uharibifu kwenye maisha yako katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti hai. Mungu akubariki kusikiliza mafundisho haya. Kumbuka ili kuendelea kupata mafundisho yote ambayo ninaposti kwenye channel yangu ya YouTube, basi usisahau kusubscribe. Ukisubscribe mafundisho yote ambayo ninaposti kwenye channel yangu ya YouTube utayapata. Lakini pia unaweza kushirikisha mafundisho haya kwa marafiki zako na wapenda, lakini pia unaweza kulike na kutoa comment pia. Mungu akubariki katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Amen.